watu wanaona yale ambayo yamefanyika Niger, yale ambayo yamefanyika Mali, yale ambayo yamefanyika Burkina Faso. Wanaiona nafasi kwamba Afrika sasa hivi ina upepo huo, yanawachochea pengine na wao kuona kwamba wanaweza kufanikiwa kuja kuipindua. Unajua kupindua nchi sio swala dogo. Nafahamu. Tanzania hapa zaidi ya mara 7 watu wamejaribu kumpindua baba wa taifa, imeshindikana. Kupindua nchi, ukiona mapinduzi yote yanafanyika, unajua kuna taifa kubwa nje. Angalia. Limepenyeza ajenda. Kupindua nchi sio swala dogo. Yaani kupindua nchi lione tu kwenye TV, sikia kwenye vyombo vya habari, mchakato wake sio mdogo. Ni mpaka uingize majasusi jeshi wakubali, usalama wa taifa wakubali, mawaziri wakae, kila mtu ajue anapata mgao gani, ndio mapinduzi yatangazwe. Si swala dogo. Kwa hiyo wale M23 wanasema wanataka ku advance kwenda mpaka Kinshasa, kwa maana ya kwamba wanataka kupindua nchi. Jiulize, huyu Cornelius Nangaa ambaye ni rais wa makundi ya waasi anaitwa AFC, ni sio rais wa M23. M23 rais wake anaitwa Sultani Makenga. Yeye ni AFC, ni mjumuisho wa makundi yote ya waasi ambayo anawaunga mkono Watusi wanaoishi Kongo ambao ni Banyamulenge. Huyu alishaikuwa mwenyekiti wa tume ya taifa ya uchaguzi ya Kongo. Wakati akiwa mwenyekiti wa tume ya taifa ya uchaguzi ya Kongo, kwa nini hakusema hayo mambo? Naye ndo alimwapisha. Ndio, kwa nini hakusema hayo mambo? Huyu Sultani Makenga ameshaikuwa kanali kwenye jeshi la Kongo akajitoa. Bertrand Bisimwa ameshaikuwa kanali. Laurent Ngunda Batwale ambaye ni mwanzishi wa RCD pamoja na CNDP ndo muasi wa kwanza kusumbua nchi, Laurent Ngunda Batwale ambaye sasa hivi yuko Rwanda. Kama kweli Rwanda haiwaungi mkono waasi wa M23, kwa nini Rwanda inamshikilia Laurent Ngunda Batwale, Laurent Nkunda ambaye ndiye muasi wa Kongo na ana kesi za mauaji nchini Kongo? Kwa nini haitaki kumwachia arudi Kongo ashtakiwe kwa mujibu wa sheria zao kama sio Mnyarwanda? Kwa nini inamshikilia? Tukiwa tunaenda mwishoni, nini kifanyike? Mimi cha kwanza kabisa ili kuweza kutatua mgogoro wa Kongo kabisa. Moja, majeshi yasiyohitajika yaondoke Kongo. Rwanda aondoe wanajeshi wake Kongo. Burundi aondoe wanajeshi wake Kongo. Uganda aondoe wanajeshi wake Kongo. Lakini la pili, serikali ya Kongo itafute nchi rafiki ili wamsaidie kulinda mipaka ya Kongo. Na eneo linalosumbua Kongo sio Kinshasa, ni eneo la mashariki ya Kongo lile, ambao ni Kivu Kaskazini na Kivu Kusini, na ni mpaka kati ya Kongo na Rwanda, eneo la Rushuru, mpaka kati ya Kongo na Uganda, eneo la Bunagana, maeneo ya Kibumba, Ituri. Haya ndio maeneo yanayosumbua. Ni kama siku ya kilomita 1500 lile eneo ambalo ndiko ziwa Kivu mpaka hizo nchi mbili. Kwa Kongo itafute jeshi rafiki, kama ni jeshi la Tanzania, kama ni jeshi la Afrika Kusini, wamsaidie kulinda mipaka. Wakati huo serikali ya Kongo iendelee kuondoa mtandao wa majasusi wa Rwanda na Uganda ndani ya jeshi na ndani ya shirika la ujasusi la Kongo NLO. Lakini cha tatu, serikali ya Kongo ni lazima ije na mpango mkakati kuboresha maisha ya watu wa Goma. Eneo la Goma ni eneo tajiri sana, lakini watu wanaishi maisha magumu. Unajua sababu kubwa inayofanya watu kujiunga na uasi ni kuona wanakuwa mistreated na serikali. Tumeshuhudia maeneo ya Mali, Niger na Burkina Faso. Kule Mali kule, huyu Assimi Goïta amepindua nchi mwaka 2021. Anatokea kabila la Dogoni huko kaskazini mwa Mali, ambapo hakujaendelea, ni eneo ambalo ni baya zaidi. Kwa hiyo akaamua kutumia kwamba serikali imemistreat eneo langu, akaamua kupindua nchi. Tunaona Msumbiji waasi wameibuka eneo la Cabo Delgado ambao kuna chimbwa gesi na mafuta. Ni kwa sababu ile eneo ni maskini. Kwa serikali ya Kongo ni lazima iboreshe miundombinu, afya, elimu, eneo la Goma na Bukavu ili kusudi kupunguza watu kujiunga na waasi, iongeze viwanda, ajira na masuala mengine ili watu kuwa busy na shughuli. Wanasema wazungu, an empty head is the Satan workshop. Kwa kama watu wa Goma wakiboresha miundombinu ya kiuchumi, kijamii, wakawa na kazi na ajira, hata waasi waje kuwahubiria usiku na mchana, hawawezi kuwaunga mkono kabisa. Lipo wazo lingine ili kwa dakika moja kwamba tunakoelekea pengine DRC, hii Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo igawanywe kimamlaka, igawanywe. Umeona pia bila shaka unaonaje hilo kwa dakika moja? Sasa hili swala lina pande, ni sarafu ya pande mbili. Ukisema ulete, kwa sababu Kongo ni mfumo wa serikali ya majimbo. Ni it's a federal government. Yani kuna majimbo, kuna maseneta, majimbo. Sasa hili swala ni lazima liangaliwe vizuri. Unaweza ukafanya hivyo, wale watu wa Kivu Kaskazini na Kivu Kusini, ukifanya hivyo wale wanaweza wakapay allegiance kwa serikali ya Rwanda. Na wale asilimia kubwa wamepay allegiance kwa serikali ya Rwanda. Na ndio maana watu wanaiuliza serikali ya Rwanda, ikiwa mnasema kwamba watu Watusi wanaoishi Kongo wanaonewa, kwani Watusi wapo Kongo tu? Mbona hapa Tanzania sisi tunao? Kigoma kuna Watusi, wale jamaa wale Wangara na Biharamulo Samu wanawajua, wale wanafanana nao. Kwa nini? Why Kongo? Kwa nini wa Kongo? Kwa nini mnakuwa mmeisemea Kongo? Why? Kongo kuna nini? Haya, utajiri wa Kongo ndio kilio chao. Bwana Lugete uko deep sana ndugu yangu. Tukushukuru sana. Tunakushukuru. Mimi mwenyewe kuna vitu nimengamua, sio nilikuwa nimetulia hapa. Ulikuwa unangamua. You are very very deep. Thank you so much. Ni muda wa news update. Asante sana kwa kuja mchambuzi Lugete. Always refresh.
refreshing. Ndio tulivyo. East Africa Radio. Kutokea Mikocheni, Dar es Salaam. East Africa Radio. Together tunawakilisha. Hii ni East Africa Radio. News Update.